Kile cha 41 kutoka mstari wa 8 kuelekea mstari wa 17 hapo. Leo ujumbe wetu unasema ni usiongope, sehemu ya pili. Ni usiongope sehemu ya pili. Naamini Bwana anaona kuna umuhimu wa tupate ili neno tena. Tusiongope because watu wamekuwa manyumbani na wengine wako nyumbani wanaogopa corona. Wengine wanakutana na watu wao kutoka mbali na wanaogopa corona. Kunakuwa na watu wanaogopa, hata wengine wanatetemeka, wajui wafanya nini. Ndio Bwana anatuhimiza kwa hiyo ujumbe tena, tusiongope, na sehemu ya pili. Fear not, part 2. Na nitasoma kutoka kifungu cha 41 Isaiah mstari ule wa 8 kuelekea chini mstari wa 17. Nasoma kwa Kizungu, twende pamoja kwa ile Biblia uko nayo. But you, Israel, are my servant, Jacob, whom I have chosen, the descendants of Abraham my friend, you whom I have taken from the hands of the earth, and called from its farthest regions, and say to you, you are my servant. I have chosen you and have not cast you away. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Behold, all those who are incensed against you shall be ashamed and disgraced. They shall be as nothing, and those who strive with you shall perish. You shall seek them and not find them. Those who are contended with you, those who war against you shall be as nothing, as a non-existent thing. For I, the Lord your God, will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Verse 14, fear not, you womb Jacob, you men of Israel, I will help you, says the Lord. And your Redeemer, the Holy One of Israel. Beyond, I will make you into a new threshing sledge with sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make the hills like chaff. You will winnow them. The wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them. You shall rejoice in the Lord, and glory in the Holy One of Israel. Verse 17. The poor and needy seek water, but there is none. Their tongues fail for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the Lord of Israel, will not forsake them. Let's just go up to there. It goes on, and the Lord is assuring us that He is the Lord who is with us, and that we should not fear. So as we look at this word, tunapotazama hili neno, unaona kutoka mstari wa 8 akisema ya kwamba kila mmoja wetu, unajua kila mmoja wetu ni wa familia ya Abraham. Anasema, you are my servant Jacob, whom I have chosen. Ya kwamba ametuchagua kila mmoja wetu. Amechagua wewe mahali uliokuwa. Hachukua na wewe, kila mmoja anachaguliwa mwenyewe peke yake. Na siku ya jana katika fellowship tunasema wokovu ni wa kibinafsi, sio wa familia yote, kama familia yangu ama familia yenu. Wokovu ni binafsi, na mtu anachaguliwa binafsi, na anakuwa ni yeye ameokoka kwa hiyo familia. Akiendelea kutii Mungu na kusonga sana na Mungu, wengine wataanza kukuja because anapoomba Roho wa Mungu anajaa kwa mboma, kwa nyumba, alafu wengine wao wataendelea na kuingia katika wokovu. Na nahisi hata wakati huu tuko nyumbani, unapoendelea kuomba hapo nyumbani, unapoendelea kuimba na kusoma neno, watu wengine kwenye hiyo nyumba ambao wako wameokoka wanakuja kuokoka. Hata yule ananiangalia kwenye channel ya YouTube, watu wenu watakuja kuokoka unapoendelea kuomba na kuabudu Mungu kwenye mboma.
Bwana anasema amechagua kila mmoja wetu kwa jina. Anasema Jacob, I have chosen you. Na wewe nakuita kwa jina, nimekuita. Mutua, nimekuchagua. Mwamutuko, nimekuchagua. Yeyote yule nimekuchagua kwa jina. Na anapotuchagua anasema the descendants of Abraham. Unajua hii kuchagua katika Yohana 15 mstari wa 16 anasema nini? Hamjanichagua, bali mimi ndio nimefanya nini? Nimewachagua. Bwana Yesu anatuambia, hamjanichagua, mimi ndio nimewachagua. Na kila mmoja wetu anayemuogopa Mungu, Mungu ndiye amekuchagua. Na ndio sababu Biblia inasema ya kwamba wokovu ni ya neema. Sio sisi ati umekuwa mzuri sana ndio ukaokolewa. Ni neema umeonyeshwa na Mungu akakuchagua. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipokuchagua namna hiyo, hakuna haja ya kujiringa kwa ajili nimeokoka. Hakuna haja ya kujiringa kwa ajili nikiomba Mungu atanisikia. Na hakuna haja ya kuona huyo mwingine ni mbaya sana. Ni sisi tuwaombee hata wao wachaguliwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema sisi ni descendants of Abraham. Kwenye hiyo mstari tu ukiangalia katika Galatians 3:7. Galatians 3:7 anasema nini? Mujue ya kwamba hao wote ambao ni wana wa imani ni wana wa Abraham. Kuna mtu anatusomea hiyo tuhakikishe. Ujue ya kwamba Galatians, nimesema Galatians 3:7. It says, therefore know that only those who are of faith are sons of Abraham. Kwa hivyo hapo tumeambiwa sisi tulio na imani ni wana wa Abraham. Kwa hivyo ndio tunajitia kwenye hii mstari tukisema Mungu ametuchagua sisi pia, na sisi tulio wana wa imani, uko na imani na Yesu. Wewe ni mwana wa Abraham. Tuko wana wa Abrahamu kwa imani. Kuingia tu kwa imani kumwamini Yesu unafanyika mwana wa Abrahamu. Na kwa hivyo sisi ambao wametuchagua na sisi ambao ni wana wa Abrahamu, anasema nini? You whom I have taken from the hands of the others. Sisi tumetoka mbali na Israeli. Sisi tumetoka mbali na Jerusalem. Lakini ametuita kutoka huku mbali kabisa hivi, and I've called you from this region. Nimewaita kutoka hizi sehemu za mbali, na anatuita watoto wake. Anatuita watumishi wake. Kila mmoja ni mtumishi wake. Na nafikiri ni Yohana sijui ni kifungu cha 15 ama 14 anasema siwaiti wafanyikazi tena bali na waita nini? Marafiki zangu. Bwana Yesu akisema. Kwa hivyo sisi anatuita sisi ni watumishi wake. Wewe ni mtumishi wake, ingawa hujawahi zungumza neno la Mungu, kasimama kwa madhabahu kazungumza neno la Mungu, anakuita mtumishi wako. Ingawa hujawahi kuombea mtu, anakuita mtumishi wake. Ingawa hujawahi kufanya jambo lolote kanisani, anakuita mtumishi wake. Kwa nini? Uko na imani ndani ya nani? Ya Yesu. Na anasema I have chosen you and not cast you away. Hajatupa mtu yeyote. Bwana Yesu hajatupa mtu yeyote. Hata yule mlevi analewanga sana na anakuwa pale akiitikia hiyo sauti ya Mungu anaitwa, atakuwa amechaguliwa na ataingia, atabandirika na atakuwa ni yule mtu hajatupwa mbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata yule muofu namna gani, hata yule alimetoza mimba kindutu njana ama leo, anaweza okoka, alafu Bwana amemchagua na amemuita mwana wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hajatupilia yeyote mbali. Sisi wenyewe ndio tunajitupa. Na mimi naimiza kila mmoja wetu siku ya leo usijitupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua unaweza kuwa umechaguliwa lakini ufanye nini? Ujitupe. Usijitupe. Mahali ukuwe ni mtu ambaye amechaguliwa na ujue ni mbegu nzuri umechaguliwa na utaenda kuzalisha. Haleluya. Because mwingine atajitupa aseme Mungu anipendi, nimefanya mambo mingi sana maovu, Mungu hawezi kunisamehe. Nimefanya vitu mbaya sana, siwezi kukua kama vile naonanga watu wakivaa nguo vizuri wanakuwa wanaenda kanisa. Hapana, usijitupe. Mungu amekuchagua. Na kila mmoja wetu amechaguliwa na sisi wote tumefanyika nini? Watumishi wa Mungu. Mstari wa 10 ndio tuko anasema, fear not for I am with you. Be not dismayed for I am your God. And this is the topic we are talking about. Ile jambo ndio tunazungumzia ya kwamba usiongope. Mungu anasema usiongope, niko na wewe.
Na usikuwe unafadhaika because niko na wewe. Kutokea coronavirus ama kutokea nini ama nini, usiongope. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yeyote akiongopa, roho yake inaenda chini, hata hisia zake zinaenda chini. Hiyo wanaita immunity, yani nguvu za kupigana na magonjwa inaenda chini ukiwa unaongopa. Lakini ukiwa unasimama na unasema hii kitu hata ikinipata itaenda chini, itashindwa na Yesu yule ako ndani yangu, itakuwa hainiwezi, na nguvu za Mungu ziko ndani yangu hazitaiweza. Hata chochote kinachokuja mbele zako unasema akiniwezi, akiniweki chini. Mtu akuinuka namna hiyo, unakuta hakuna kitu kitakuweka chini. Na hakuna nguvu hata moja itakuweka chini. Iwe ni ya shetani, iwe ni coronavirus, ama iwe ni nini, hakuna kitu kitaweza kukuweka chini. Mungu anarudia hii jambo kila mahali, akisema usiongope, niko na wewe, na usifadhaike because niko na wewe wakati wote. Nitakutia nguvu. Bwana Yesu anasema nini? Nitakutia nguvu na ndio nitakusaidia. Mwingine anaweza kuwa aongopi coronavirus, bali anaongopa vile anaona mambo. Anaongopa vile shule zimefungwa, atasoma namna gani? Anaongopa hata mitihani vile inakuja na njia ile haikuwa inatayariwa. Hawaandiki sasa kwa makaratasi, hawaandiki sasa kwa hizo mitihani papers, bali wanaandika kwenye kompyuta na nini hizi na simu. Anaanza kuongopa. Mwingine anaweza kuwa anaongopa watu wake wako mbali, lakini Mungu anasema nini? Usiongope because ninakutia nguvu. Iwe ni mtihani na kutia nini? Nguvu. Iwe ni watu wako wako mbali tu, waombee tu na watia nini? Nguvu. Iwe ni jambo lolote unapitia, ujitie nguvu because Mungu mwenyewe amekutia nini? Nguvu. Jambo lolote liko, Mungu mwenyewe amekutia nguvu. Na usikae ngoi. Ukuwe ni mtu ametiwa nini? Nguvu, na usimame kwa nguvu. Ujisimamishe kwa hiyo nguvu ambayo unatiwa na Mungu. Anasema, yes, I will help you. Na Mungu anapokutia nguvu, bado anakusaidia. Anasema haya mambo yote. Sio hizi ni ahadi nzuri sana. Anakutia nguvu na bado anafanya nini? Anakusaidia. Hata kama uko kwa ugonjwa, anakutia nguvu na pia anakukusaidia. And I will uphold you with my righteous right hand. Hiyo ni jambo naipenda sana. Hiyo ni mstari naupenda sana. Mungu akiniahidi ya kwamba nipitie nini ama nini, ananishikilia na mkono wake wa utakatifu wake wa kiume. Mkono wa kiume. Unajua mwingine anaweza kuwa mkono wake wa kike ni mdhaifu na hawezi kuinua vitu nzito. Na kwa hivyo hata kama niko mzito namna gani, atanishika na mkono wake wa kiume because mkono wa kiume unakuanga na nini? Na nguvu. Na hakuna yeyote ako mzito kiasi ya kwamba Mungu hatamuweza. Akimshika na mkono wa kiume na ni wa utakatifu, anamuinua. Na unajua Mungu ashiki vitu ambazo sio takatifu. Haleluya. Ikiwa wewe unataka Mungu anakushika na mkono wake wa kiume, mpaka utakalia katika nini? Utakatifu. Unakalia katika utakatifu, ndio yeye atanyoosha mkono ashike utakatifu because anashikanga nini? Utakatifu tu. Ikiwa ni mbaya, anafunga macho na hawezi ona. Lakini ikiwa nzuri ya utakatifu, Mungu anaingiza mkono pale na ananguza na anashika. Kama unatafuta hata passport ama unatafuta chochote, Mungu atashika because unapitia njia ambayo ni ya utakatifu. Na ananguza, anasema nitakuinua. I am upholding you with my right hand of my righteousness. Anakuinua na mkono wake wa utakatifu ambao ni mkono wa kiume, sio ule mdhaifu, ni ule uko na nguvu. Haleluya. Na hakuna uzito hawezi. Mkono wake wa kiume uko na nguvu zaidi na huwezi kushindwa na uzito yeyote yetu. Hata kama ni mzito kiasi gani, anamuinua. Na yule mwepesi pia anamuinua. Haleluya. Tuko mstari wa 11 anasema, beyond all those who are incensed against you. Wale wote walikuwa wamekughadhabikia, na wale wote walikuwa wamekungeuka, na wale wote walikuwa wanakuzungumzia mahofu. Wale wote wako kinyume chako shall be ashamed and disgraced. Kila wakati shetani anakuwa anatughadhabikia. Tunapoomba anatughadhabikia. Tunapoimba anatughadhabikia. Tunapofanya mambo ya Mungu, na kila wakati anapotughadhabikia namna hiyo, unakuta Mungu anasema nini? Wote waangalie, endelea ukiwachunguza. Watakuwa na aibu wenyewe na ndio watafadhaika na ndio watashindwa.
Sisi tumeinuliwa na mkono ambao ni mkono wa utakatifu na ni mkono wa Mungu. Na hiyo mkono wa Mungu ndio unatuinua juu zaidi na hatutashindwa. Hakuna yeyote wetu na hakuna yeyote wa familia yenu hatatajwa na coronavirus ama hatatajwa na chochote, because Mungu ametushikilia na mkono wake wa kiume na ni mkono wa utakatifu wake. Haleluya. Hao wote wanatafuta maisha yako. Hao wote wanatafuta ushuke chini. Hao wote wanaamini wakati wote utashuka chini. Hao wote Mungu anasema they shall be as nothing. And those who strive with you shall perish. Watakuwa kama mbure, kitumbure, na wataisha. Wataendelea tu hivyo wakikuwa kitumbure mpaka wafanye nini? Wanaenda kuisha. Unajua akikuwa kitumbure, wewe una haja ya kuongopa kitumbure? Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuna haja ya tuongope kitumbure. Kama ni mbure na hakuna kitu, ni mbure. Ni kama kutupiwa nyoka wa plastic. Naona anatupa hapa, kila mmoja anainuka. Wajidi unaona kama ni nyoka wa kweli, lakini ukikuta ni mbure, ni plastic, haiwezi kuuma, haina chochote, hata utaenda ukanyange. Ndio hiyo tunasema hakuna haja ya kuongopa, because ile kitu yote inatokea. Na ile kitu iko yote ni mbure. Mungu ameita mbure, na wewe ione nini? Mbure. Mungu anaita mbure kwako. Na wewe unamwamini Yesu. Kuna mtu anamwamini Yesu? Unaiona nini? Bure. Na unaona inaenda, inaisha na inaisha. Unajua coronavirus inaisha. Unajua maarufu wake umeisha already. Unajua haitatukalia zaidi, tutarudi kanisani na tutaabudu. Haleluya. Because hiyo nguvu yake imefanya nini? Imeisha na inaisha kabisa. Na hata itakuwa haina nguvu juu ya mtu yeyote, haitaua watu. Imeisha na inaisha kabisa, itakuwa kama homa yeyote ile ingine. Haleluya. Tarudi tunaenda kufanyia Mungu nini? Kazi. Haleluya. Mstari wa 12 anatuambia hivi, you shall seek them and not find them. Tutatafuta nini? Unajua ukiamini na mimi nikiamini ya kwamba hao wote wanatuinukia ni mbure, hautawatafuta. Unajua hata kama ni ugonjwa inakuuma na wewe uone ni mbure, hautataja kama kuna ugonjwa. Hautataja nasikia nauma hapa ama kifua, because wewe unaiona ni nini? Mbure. Na Mungu ameiona ni nini? Ni mbure. Wewe na Mungu mkiiona ni mbure, basi it is nothing. Amen. Ni mbure na hakuna njia itakuweka chini. Utaamuka hata unasikia hiyo ndetema, lakini utaamuka tu na uendelee na kazi. Na by the time inaisha, utakuta hata ujui imeishia wapi. Because wewe mwenyewe uliona ni nini? Ni mbure. Wacha tuone kila kitu ni mbure. Chochote kinachokukalia, iwe ni ugonjwa, iwe ni coronavirus unaiongopa huwezi toka nje, iwe ni nini, yone ni mbure. Halafu unainuka na unaenda mbele. Ukiwa umekosana na watu wa nyumbani, ona mbure na uendelee na kuwaombea, ukiwapenda, ukiwasamee, unaona vile itaenda kuisha. Na inaperish kabisa, inaisha kabisa, halafu inakuwa ni mbure, kitu mbure. Mungu akiona mbure, na sisi tuone nini? Mbure, ni mbure. Inaisha na hakuna njia itatokea. 12 tena tuko pale wanasema, those who contended with you, those who were against you shall be as nothing. Hata hao maadui wako wote watakuwa ni nini? Bure. Unajua upendwi na kila mtu. Hakuna mtu ana maadui na upendwi na kila mtu. Na tutoke kwa watu, pia shetani hapendi wa Kristo. Hiyo ni kweli na dhahiri. Hapendi watu wanaoabudu, hapendi watu wanaomba, hapendi watu wanaomuita Mungu na wanaosoma hii Bible. Anatafuta njia waweke chini. Nao wanasema nini? Bwana Yesu anasema nini? Hao wote wanapigana nao na ni adui wako. Hao wote Mungu amewafanya nini? Bure. Nothing. They are like non-existent thing. Wako kama kitu ambacho akipo. Nini kinakuuma? Kuna ugonjwa iko kwako, si uone kama hakuna ugonjwa. Because Mungu ameita nini? As a non-existent thing.
Kwa hivyo kama kuna ugonjwa inakuuma, kuna mahali panakuuma, hona ni kama ni kitu ambacho hakiko. Ni ugonjwa ambao hauko. Ni korona ambao haiko. Ni nguvu za ushindi za giza ambazo haziko. Ni uovu ambao haiko. Ni woga ambao haiko. Ni vitu zote mbovu ambazo haziko. Haziko. Non-existent thing. They shall be as a non-existent thing. Aziko. Na unapotoka hivyo ukijua hiko, unaenda hata kama hiko unatembea juu yake kwa ajili ya hii. Ndio sababu Mungu aliambia Musa, nyosha kijiti chako kwenye bahari ya Shamu. Na aliponyoosha hivi na kuambia ukweli, wakianza kukanyanga kwenye hiyo maji bado ilikuwako. Lakini walitembea kama maji hii. Wakaanza kutembea kwenye hiyo maji wakiwa wanatembea, na wanapoendelea kutembea wakiingia ndani, maji ikaanza kutoka pande hii na pande hii, barabara ikatokea kwenye chini ya maji. Haleluya, amen. Na wakatembea kwenye maji. Na ndio hiyo tunasema hata kama kuna kitu kigumu, tembea pale ndani kama akiko. By the time unaenda, ukifika hata utafika katikati, utaona kimeacha, kimepenya na kimepeana njia. Haleluya. Iwe ni kuteta kuko nyumbani, tembea kama hakuna. Iwe kama ni nini kiko mbele yako, tembea kama hakiko. Amini Yesu. Amini Mungu anakiondoa na upitie pale ndani. Unaona vile Mungu atakipasua na wewe upite. Si mnaimba anapasua njia kwenye bahari? Haleluya. Anaenda kupasua hizo bahari zote mbele zako. Haleluya. Alafu tunaenda kupita. 13 anasema, for I the Lord your God will hold your right hand, saying to you, fear not, I will help you. Si unaona hapo amerudia? Hapo juu alikuwa ametuambia anatushikilia kwa mkono wake wa utakatifu wa kiume. Na sasa anataja hata mahali anaenda kutushikilia. Unaona hapo anakushikilia wapi? Kwenye mkono wako wa kiume. But tafadhali usimpatie mkono wa kike. Unajua mkono wa kike unakuwa mdhaifu. Mkono wa kike saa nyingine utakufanya usiamuke mapema ukaombe. Mkono wa kike saa nyingine utakufanya ukue mdhaifu, uwezi kufanya hii neno la Mungu vizuri. Mpatie mkono wa kuume. Huu wa kuume ndio anasema atakushika na hii mkono wa kiume. Na akikushika na hii mkono wa kiume, utakuwa una nguvu. Mwili wote utajaa nguvu, utaweza omba vizuri. Utaweza imba vizuri. Utaweza kumfuata vizuri. Utaweza fanya vitu zote vizuri. Mkono wako wa kiume umeshikwa na nani? Na Mungu kwa utakatifu wake na kwa ukuu wake. Haleluya. Amen. Alafu utakuwa ni yule ana ushindi siku zote. Ushindi wa wokovu uko juu yetu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Pokea ushindi wa damu ya Yesu Kristo katika jina la Yesu. Amen. Na tuko mstari anasisitiza akisema usiongope. Ukiangalia hizo mistari tumesoma, usiongope ziko ngapi? Utaenda kuhesabu ukiwa nyumbani. Usiongope ziko wapi? Na yule Mungu anasema usiongope, unafikiri anaweza danganya? Unafikiri anaweza kuandika hapa na arudi kusema siku anamaanisha hivyo? Kwa pamoja. Usiongope, na anasisitiza akirudia usiongope. Wakristo wenzangu, tusiongope hii coronavirus. Tusiongope chochote, na tusiweke maanane. Tuweke kama is a non-existent thing. Chochote unachopitia is a non-existent thing. Ona ushindi ndani ya Yesu. Bora tu uombe asubuhi na ufunike na damu ya Yesu Kristo. Ona ushindi ndani ya damu ya agano yetu na Yesu. Ona ushindi ndani ya Yesu. Ona ushindi ndani katika kila jambo. Ona mkono wa Mungu ukikushika wa utakatifu wake. Hallelujah. Fear not, verse 14. Fear not, you warm Jacob. You men of Israel, I will help you, says the Lord, and your Redeemer, the Holy One of Israel. Bado anasisitiza nini? Usiongope mara ngapi? Usiongope. Hiyo ni ya mara ya ngapi? Usiongope you. Anamuita nini? Warm Jacob. Warm ni nini Kiswahili? Mududu. Huyo ni mududu. Hebu angalia hapo gando hiyo ingine kifungu cha 40.
na mstari wa 22, hapo tu penji ulipo, mstari wa 22 utaona, it is he who sits above the cycle of the earth, and its inhabitants are like grasshoppers. Umeona hiyo? Na ndio sababu pande nyingine anamuita nani? Jacobo, wewe mdudu. Anatuita sisi nini? Mdudu. Because akikalia kwenye kule juu kwenye cycle of the earth, mahali kwa juu sana, akituangalia kutoka hapo Aherio, anatuona sisi ni nini? Ni mdudu, ni kama mdudu. Wanatembea na mbali, anatupenda sana. Alitupenda sana tukiwa hivyo, mpaka akatoa mwana wake wa pekee akuja surubiwe, ndio afe msalabani, ndio atuponywe kutoka kwa mikono ya shetani sisi wote, atukue tumeinuliwa na yeye, tukue tumeikuja kwa pande yake, tumepatanishwa naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu hiyo mstari anamuita mdudu Jacob, na anapoita mdudu Jacob, hata sisi tunaitwa nini? Hivyo hivyo. Alafu tunapoitwa hivyo anasema, akituita hivyo anasema, mimi naona hali yenu ya kuwa wadudu. Chochote kinaweza pitia kwako ikukanyange. Hata simba ikipitia hapo inakukanyanga. Watu wanaweza kupitisha ngari zao pale wakukanyange. Kwa ajili wewe ni nini? Mdudu. Vitu zote zinaweza kuundwa kwa laboratory zikuja zikukanyange. Chochote kile kinaweza kupitia pale kikukanyange ukiwa mdudu. Lakini hata unapokuwa hiyo hali, usifanye nini? Usiongope, because niko na wewe na ninakusaidia, ninalisha nyinyi wote, hata ingawa nawaona kama mdudu, lakini nawalisha, asema Bwana. Haleluya. Na ninawachunga, anawaelekeza kwa njia nzuri, na ninaleta ukombozi. Unaona hapo amesema nini? And you are redeemer, the Holy One of Israel. Mimi ndio mkombozi wenu, nitakukomboa hata kutoka kwa corona. Nitakukomboa kutoka kwa shida yote unayopitia. Nitakukomboa kutoka kwa njia yote ambayo ni mbaya iko mbele zako. Nitakukomboa na nyoosha njia zako. Hata ukiwa na kuona kama mdudu, na kupenda sana, asema Bwana, na ninakukomboa, ninakulinda, ninakuinua. Haleluya. Na usiongope. Anaamini hata utatuma ujumbe kwa watu wako wote, unawaambia Mungu ako nasi, msiongope na tusiongope zote. Hallelujah. Beyond 15. Beyond, I will make you into a new threshing sledge with a sharp teeth. You shall thresh the mountains and beat them small, and make them as hills. Make the hills as chaff. I was looking at the sledge. Yeah, I'm correcting my English. I was looking at the sledge, and there is this I found, because nimekuwa nikifikiria sledge ni kama ile kanyoi. Unajua kale kanyoi kako kama si hivi. Nimekuwa nikifikiria kama ni hiyo. Nikasema wacha nitafute hii kitu sledge kwenye internet. Na nikakuta kuna picha hapa nimeweka. Sio kama mtu, hii sledge inakuwa ni hivi, na hii wanaitumia kwa kubonda ngano. Wakibonda ngano, hii sledge wanaweka kwa ng'ombe, na mtu anakalia hiyo mbao ikiwa imeinamishwa. Alafu anaenda round namna hii. Anaenda round namna kama vile unaona hapo. Na hapo chini, alafu inapoonyeshwa na sister, wale wengine wataiona. Kuna ambao iko juu, utambrowse hapo juu, utascroll juu, utaonyesha hiyo mbao imewekwa vyuma. Na ikiwekwa vyuma, ndio wangetumia kutengeneza ngano ile imekauka. Wakitoa kwa shamba, wanaimwaga kama hapa, na hiyo sledge wameweka chuma, wameweka chuma ama mawe ama vitu sharp, alafu wanaweka kamba hapa. Alafu mtu ataikalia, and then ng'ombe sitaenda mbele yake sikifuruta hiyo, mtu anakalia ndio aweke uzito na alafu ende mbele akizunguka mahali wamemwaga ngano. Hii ngano iko kando, itakuwa inaenda inasafishwa. Ng'ombe kikienda round inasafishwa, na kuna wale wengine wanakusanya ile inasafishwa, wakiweka kwa ng'ombe nyingine, zinabeba zinaondoa zinaenda kustore. Na hiyo ndio ilikuwa the indigenous sledge ile ambao walikuwa wanafanya. Sasa ya leo ukiscroll chini hapo utaona siku ya leo wako na mashine ya kuharvest.
mashine ya kuharvest iko hapo chini, ukiinua hivi kidogo utaona mashine ya kuharvest. Wako na mashine ya tingatinga ya kuharvest ngano, ambao inachukua ngano kwenye shamba ikirusha na inaenda ina clear, alafu inaweka, ikiwa inawekwa kwa magunia, inawekwa kwa store. So silage ilikuwa ni ile tool ama kindunde cha kufanyia kazi. Kama vile leo tuko na jembe, tuko pamoja. Kama vile leo tuko na panga. Kama vile leo tuko na nini? Na mtu wa kubonda maharagwe, tuko pamoja. Kama vile leo tuko na, hiyo ndio ilikuwa silage. Na hii silage nayo ikiwa pale, ilikuwa anatuambia Bwana Mungu ya kwamba tazama naenda kukufanya ufanyike silage. Ufanyike hicho kidunde ama chombo cha kufanyia kazi. Anasema tazama naenda kukufanya chombo cha kufanyia kazi. Na vile ndio nilikuwa nauliza, sasa tukiongopa na yeye anatufanya chombo cha kufanyia kazi kilicho na meno makali, ambacho ni chombo mpya kilicho na meno makali cha kufanyia kazi. Sisi tukiongopa corona, tukiongopa chochote kiko mbele zetu, kweli utaweza kukabiliana na adui? Kweli utaweza kufanya kazi? Because utakuwa unafanya hiyo kazi, unakuwa wewe ni silage, unafanya hiyo na bonda hiyo ngano, alafu unaongopa. Ukisikia ndio huo umeura, umekimbia. Ukisikia tu watu wanapita pale wanaongea vitu zake, umeenda umekimbia ukajifiche. Utafanya kazi saa ngapi tukiwa tunaongopa? Ni wakati huu ndio Bwana anataka kufanya hiyo, kubonda ngano yake isafishwe na iweke kwenye ngara. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka ile parable ya nini? Ya ngano na magugu. Unakumbuka? Ngano ilikuwa nini? Mbegu ya ngano ilikuwa nani? Wana iko katika kitabu ya katika kitabu ya akili ni Mark. Ngano na magugu. Unaikumbuka? Wana wa Yesu, wale wa ufalme wa Mungu ndio walikuwa mbegu nzuri ya ngano. Na kwa hivyo ni wewe na mimi. Na wana waovu ambao wanafanya maovu wameongozwa na shetani, hao walikuwa ndio magugu. Tuko pamoja? Na kwa hivyo unapokumbuka hiyo, unakuta ya kwamba kwenye hii mstari Mungu anatuambia anatufanya kifaa cha kubonda hiyo ngano, tukipurify mpaka ikuwe safi, ikiwekwa kwenye store ikuwe iko safi kabisa. Na ukiangalia hiyo parable ya magugu na ngano, anasema msing'oe magugu. Kwa ajili mking'oa magugu inafanana na nini? Na ngano, na mtang'oanisha pamoja. Lakini imefika wakati Mungu anasema ni wakati atufanye chombo cha kusafisha ngano. Ile imevunwa, tunasafisha, na hiyo ni wana wa Mungu. Kama wewe ndio unafanyishwa chombo cha kusafisha hiyo ngano nyingine ya wana hao wengine wanaokuja, unawasafisha ndio hata awaingize kwenye nini? Kwenye store yake wakiwa safi. Kwa hivyo kama wewe ndio chombo cha kusafisha, mpaka unakuwa umesafishwa already, hauna woga hata kidogo ndani yako, hauna vitu zinakushinda, wewe ndio unashinda, alafu ndio uweze kusafisha hao wengine wanaokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa umepitia hiyo njia ndio waonyeshe vile wanapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuwa umesafishwa kwanza ndio wasafishe. Musa alikuwa aenda kwenye kule Midian, kwenye jangwa huko kwenye mlima wa Sinai kwanza akiwa 30 years, akiwa 40, aende huko akalishe kondoo huko. Ndio akianza kuinua watu wa Israeli, akitumwa kuwaleta awaambie hii ndio njia inayofaa. Na hii ndio njia unaweza pitia. Hapa ukipita hivi hakuna shimo. Hapa ukipita hivi hakuna mtaro. Hapo kuna mto inapitia pale. Wacha turinge hii mto namna hii. Tuende pande hii ndio mahali tutapita vizuri. Alikuwa mpaka aende mbele huko akakae huko na nyumba ya Jethro akisurvey mambo huko. Na Mungu aambiange mtu unaenda kufanya nini? Mungu aambiange mtu ukue huko Midian, ukue ukifanya hivi kwa ajili nitakutuma tena utalete wana wa Israeli. Hapana, Musa alikuwa kule ni yeye akue na meno ya kunini? Ya kuona mashimo. Ni yeye akue na meno na macho ya kuona nini? Ya kuona na kule kuna mito. Macho ya kuona mlima iko wapi. Macho ya kuona vile anatakikana aone na Mungu. Mungu anatupitishia mambo mingi. Ndio wewe uweze kupita, na ukiona utakuta wakati unafanyishwa hii sledge.
Sasa utabonda ukisaidia hao wengine wako nyuma yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia hicho kidude tumeona, hicho chombo tumeona, kinatengeneza, kinachafisha ngano, inasafika, na Mungu anasema tunaenda kuingia mahali pa refining, ambazo tunaenda kusafika, na ndio hiyo inaanza kwenye manyumba zetu. Kila mmoja anaingia na aombe, because ni wakati wa refining. Mungu anakusafisha kwenye maombi unaomba. Mungu anakusafisha kwenye neno unaosoma. Mungu anakusafisha kwenye mambo unaofanya ya uhaki kwenye nyumba, because tunaporudi, kama Mungu anaturuhusu turudi makanisani, anaenda kukutumia kusafisha mbegu zile zingine zinakuja. Haleluya. Amen. Na utasafisha ukiwa na woga. Na ndio anatupatia hiyo neno tena. Usiongope, because Mungu anakufanya chombo ambacho kiko na meno makali, na ukiwekwa kwenye hiyo ngano ukianza kuisafisha itakuwa very clear. Hakuna chafu. Na anasema hiyo mstari huo Isaiah 41, hiyo mstari ulikuwa ni mstari wa 15, akasema utabonda milima, you thresh the mountains and beat them small. Utabonda milima kwenye hiyo watu wanaokuja, because wewe milima yako imeshafanywa nini? Imeshabondwa, umeyaribu, umeyangamiza kwenye maombi, umeyangamiza kwenye neno unaoisoma saa hii, unayangamiza kwenye, na wakati ule anakufanya, anaendelea akikufanya hichi chombo, unakuwa na meno makali. Unabonda milima kwenye ngano, unabonda chafu yote kwenye ngano, halafu utaiondoa kabisa, na utakuwa ni yule unafaa mbele za Mungu unahitajika. Unaweza kuimagine hiki chombo cha kubonda ngano kama hakiko na akionekani mahali kiliwekwa siku ile nyingine, si kila mtu atakuambia anatafuta. Watoto wanaambiwa, wewe mwendeni mtafute, endeni pande nyingine, endeni pande nyingine. Hivyo ndio utaweza kukua mbele za katika mkono wa Bwana. Akikufanya hichi chombo cha kufondea na kusaidia wengine wasafike, wewe utakuwa mbele za Bwana uko manufaa sana. Hauwezi kuwekwa mbali, uko karibu, na anakuhifadhi, anakulinda, anakuinua, anakuweka chombo chake ambacho ni cha kazi wakati wote. Haleluya. Amen. Na ukuwe tayari, utatumwa mahali mengi, utatumwa mahali kwingi, utafanya na watu wengi. Ukuwe tayari, ni saa hii ya kujenga nguvu ndani ya Bwana. Ni saa hii ya kusafika, ni saa hii ya kufanyika. Anaendelea kitufanya nini? Sledge, chombo cha kubondea ngano, iondolewe chafu, iondolewe magamba, iondolewe mchanga ile imetoka kwa shamba, naye iondolewe uchafu wote, iingie kwa ngara ikiwa smart, ikiwa clean. Na ile ngara Mungu anakuja kuingiza na nini? Kuna wakati anakuja kuwadia, anaingia aweze kuchukua ngano ile iko safi. Because anasema kule mbinguni anapotokea kwenye mawingu, hakuna aliye na mawaa ama ringo. Tunakumbuka tulisoma hiyo neno. Hakuna anaingia kule. Na ni lazima sisi wote tujitayarishe, because tunabonda hiyo ngano, tunasafisha wote ambao wanakuja, na wote Mungu atakutuma na wasafisha, because ni lazima waingie kule wakiwa smart, wakiwa safi, hawana mawaa, hawana chochote. Milima yote umeondoa yote, na milima tudogo umetubonda ndani yao, na umewaweka wakiwa safi. Sote tunaingia kule tukiwa nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mstari wa 16 anasema ukishabonda namna hiyo, umefanyishwa hicho shombo na unabonda namna hiyo, utaweza kuiweka kwenye hewa. Wanawekanga na nini? Wanaweka na uteo. Wakiweka na uteo, vile niliona tukifanya mudhokoi, tulikuwa tunaiweka na uteo mpaka unatoa. Unatoa. Hii kama uweki na mudhokoi, nimeona kwa hiyo picha, wanainua hivi, alafu upepo inakuja inapeperusha uchafu. Inapeperusha uchafu mpaka umbaki na ngano safi ile utaweka kwa mangunia, uweke kwa store. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema anakutengeneza uwe hicho chombo cha kufanyia watu namna hiyo. Na ni watu utafanyia ngano, mbegu iliyo nzuri ya hiyo ngano kwenye parable ya magugu imekuwa ni nani? Ni wana wa Mungu, wana wa ufalme. Haleluya. Alafu nasema unapoinua namna hiyo, upepo utatoka mahali pote, na kiwiliwili cha upepo kitatoka kila mahali, na kitakuja na kipeperushe uchafu wote na uondoke. Siku ile nyingine tulisema Roho wa Mungu anakuja. Roho wa Mungu anashuka na apeperushe uchafu wote kwetu, na aondoe kwenye kanisa, na aweze kutuweka tukiwa safi sisi wote, tukiwa tayari kwa ajili ya hiyo siku.
Nakumbuka Bwana alituambia siku hiyo itatupata kama mwizi. Sisi mpaka Roho wa Mungu na upepo wa Mungu unakuja, utapeperusha uchafu wote. Wewe kazi yako ni kuinua hivi. Na upepo wa Mungu unakuja na Roho wa Mungu anakuja apeperusha uchafu wote, aondoe kwa watu wale unaohudumia. Aondoe kwa watu wale unasaidia. Wawe ni watu wa nyumbani kwako. Wawe ni watu Mungu analeta mbele zako. Ama wawe ni watu utapata hata mmoja ama wawili mpaka utawasaidia. Upepo utakuja, Roho wa Mungu atakuja, atapiga hiyo uchafu yote, ataondoa, alafu utambaki ukiwa na watu wako wasafi wale Bwana Yesu anakuja kunyakua kwa ajili ya ufalme wake. Haleluya. And then anasema wakati tunapokamilisha kazi namna hiyo, sote tutafurahia ndani ya Bwana. Umeona hiyo mstari? You shall rejoice in the Lord and glory in the Holy One of Israel. Sote tutafurahia ndani ya Bwana because akitokea kwenye mawingu na sote tumekuwa ni ngano ambayo iko safi na iko tayari kunyakuliwa, basi sote tutakuwa pale na tutafurahia ndani ya Bwana. Yote ambayo imekuwa ni milima na vitu ofu zote zitakuwa zimeshindwa. Ndio pale tutauliza kama katika 1 Corinthians chapter 15 anauliza, death, where is your sting? Bwana Yesu asifiwe sana. Pale ndio tutafurahia kila mmoja, na tutakuwa tunauliza, kifo kiko wapi ule nguvu zako? Na mauti iko wapi nguvu zako? Because tutakuwa tumeshinda hiyo yote. Ndio sababu anasema tutafurahia Bwana, na tutakuwa na glory in the Holy One of Israel. Tutaingia kwenye utukufu wa aliye mkuu wa Israeli. Mstari wa 17 huyo nimeweka pale, nikasema wale ambao wanafinywa, na wale ambao wana kitu ya kukula, na wale ambao ni maskini, na wale ambao wanafinywa na hizi mambo zinatokea. Wengine wameachishwa kazi, wengine hawana kitu ya kukula, wengine wamefungiwa, wameambiwa kaa nyumbani na una hiki ama kile. Mungu anasema ako hapo na wewe. Na Mungu anasema anakuondoa, kwa hiyo anasikia maombi yako. Ni wewe uombe na sisi tuanze kuinua imani. Haleluya. Tuanze kuinua imani yetu kwa Mungu, because wakati tunapoendelea na hizi mambo, kuna wakati Mungu ataanza kuleta chakula hata yeye mwenyewe. Unakuta mtu wake halali njaa, ataleta. Na wewe utainua imani na uweke imani yako kwa Bwana. Nimesikia maushuhuda ya kwamba mtu anakuta hata chakula kwa mlango na hajaona yeyote ameleta, alafu anachukua na kula. Na ni chakula safi, itamdhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa Kristo tutaenda tuinue imani yetu kwa Bwana, atuamini Mungu kwa whatever it is. Because anasema kwake hakuna nini lisilowezekana. Kwake hakuna lisilowezekana. Anaweza kuleta chakula? Ndio. Anaweza kumultiply chakula uko nayo? Ndio. Anaweza kuongezea unga uliacha kidogo na ukakuta imeongezeka? Ndio. Anaweza kuweka unga na unaweka kwa sufuria ukipika na bado unakuta imebaki ingine utapika kesho? Ndio. Yeye anaweza. Hizi mambo zote amefanya kwenye Biblia na atafanya, na kwa kanisa ya siku ya leo ambayo hizi mambo zimeanza kutendeka, atafanya mambo makuu. Inua imani yako ndani ya Bwana na mtegemee Bwana. Haleluya. Bwana Yesu aweze kuwabariki sana. Tusimame kwenye miguu yako.